Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kwa kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kama anavyostahili kusifiwa na kutukuzwa pia. Tunawatakia rahma na amani manabii wake wote na mitume wake aliowatuma katika huu ulimwengu kuja kutufundisha utaratibu wa namna ya kuishi kwa kufuata sheria zake yeye mwenyewe Allah, akiwemo wa mwisho wao nabii wetu Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Wakati ambao umma wa Kiislamu upo katika movie ya Kihindi juu ya habari kumhusu Masihi Dajjal, wakati ambao Waislamu wanahabarishana huko misikitini ya kwamba Masihu Dajjali sasa hivi hayupo na hajafunguliwa na hajulikani yuko wapi, ulimwengu wa kisasa hauko hivyo. Kitu pekee ambacho walimu wasomi wengi wa Kiislamu wa leo wamekikosa katika elimu zao ni kuwa na elimu kuhusu ulimwengu wa sasa, modern civilization. Hawana ujuzi wa hayo mambo. Ndio maana wao wana dunia yao. Ndio maana hata matukio yanaendelea kutokea duniani leo wao hayawahusu, kwa sababu wao wana ulimwengu wao. Ila ambao tunaishi katika ulimwengu wa leo tunafahamu nini kinaendelea, na marabi wa Kiyahudi wanafahamu nini kinaendelea. Marabais wanafahamu nini kinaendelea. Na kitu ambacho Waislamu wengi leo wamefeli ni kumpangia Allah njia za kupokea ujumbe, kama walivyofanya Bani Israeli, kama walivyofanya Thamud, kama walivyofanya watu wa Nuh, kama walivyofanya watu wa Lutu, kama walivyofanya watu waliotangulia. Kumpangia Allah njia ya kufikishiwa ujumbe, yani hawasikii hichi kitu kuwa ni kweli ila mpaka wasikie kutoka kwa mashehe zao wakubwa maarufu. Sasa ulimwengu na ukweli hauko hivyo. Mwaka 2015 mpaka mwaka 2022 ambako kuna kiongozi mkuu wa Kiyahudi, viongozi wa Kiyahudi huitwa Marabais. Marabais ndio viongozi wao. Sisi Waislamu viongozi wetu tunaita wanawazuoni ama mashehe ama maulama, na Wakristo viongozi wao wanaoita makuhani au maaskofu na kadhalika, au ndio viongozi wao. Sasa katika kiongozi mkuu ambaye alikuwa ndiyo mkubwa katika uongozi wa Kiyahudi, ambaye alikuwa kitwa Rabbi Chaim Kanievsky, huyu alifariki mwaka 2022, lakini tangu mwaka 2015 palikuwa pana trending ya habari duniani kumhusu. Rabbi huyu aliwahi kumweleza Netanyahu, ambaye ndiye waziri mkuu wa Israeli wa sasa, kumweleza Netanyahu ya kwamba aharakishe juhudi kwa haraka sana, kwa sababu Masihi yuko tayari na mimi nazungumza na Masihi huyo. Masihi huyo ni Masihi gani? Ikumbukwe hawa Mayahudi ndio waliomkataa Masihi Isa bin Maryam, Masihi wa kweli. Sasa wanaongea na Masihi gani? Wao wanamuita Masihi, bali sisi tumefahamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye Masihi Dajjali. Ndio ambao Wakristo wamefahamishwa na Masihi bin Maryam wa kweli, kwamba huyo ndiye mpinga Kristo, ndio wanaoongea naye. Hasa Marabais wanaongea na Masihi Dajjali, huku mashekhe wako bize na wali na kupeana habari za kupeana stori za Kihindi. Basi ndio hicho ambacho mashekhe wanafanya. Hili jambo Qur'ani imelizungumza, hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza, lakini kuko wapi kukumbuka kwetu? Allah anasema katika suratul Qamar, hakika tumeifanya hii Qur'ani kuwa nyepesi kufahamika. Yupi anayekumbuka hilo? Nani ambaye anazingatia hilo? Nani ambaye anakumbuka hilo kwamba hii Qur'ani ni nyepesi? Leo tunaisoma Qur'ani na hadithi kama vile maiti. Hatukai tukatadaburi mambo. Nimesoma hili kwenye Qur'ani, hebu nitafakari, nitumie akili. Allah anasema anawapenda watu wanaotumia akili kutafakari mambo. Lakini tunaisoma Qur'ani kama vile maiti. Tunasoma hadithi kama vile maiti. Allah ana maana yake
kuweka aya ambazo hazina maana ya waziwazi. Allah anasema katika Suratul Imran aya nambari 7, tumeiteremsha hii Qur'an, ndani yake tumeweka aya ambazo ni mutashabiha na ndani yake tumeweka aya ambazo ni muhkama. Zile ambazo ni muhkama hazina haja ya kutafuta sana, kwani maana yake iko wazi, na zile ambazo ni mutashabiha zinahitaji furqani, ufunguo wa kuzielewa, zinahitaji ta'awil, kuzifahamu. Allah ameweka ili kufuli baina ya hizi ayati ndani ya Qur'ani kwa lengo la kutenganisha waumini na wanafiki na makafiri. Umma wa Kiislamu leo una wanafiki wengi sana, Waislamu ambao wanakufuru wengi sana. Hawezi kuwa sawa hawa na waumini. Ndio maana Qur'ani imekuja, iko pale tunaiona, ila wanaoisoma ni wengi, wanaoielewa wachache. Lengo la Allah ni nini? Kutenganisha baina ya wanafiki na waumini. Ukiona unaielewa Qur'ani, sema alhamdulillah, Allah amekuteua. Hata ukikaa hapa wewe wanafunzi wangu unanisikiliza, unanielewa ninachokiongea, sema alhamdulillah, kwa sababu wewe uwezo wako wa kufikiria uko wazi. Uwezo wako wa kufikiria umefunguliwa. Hakai akaelewa ninayoyasema hapa, ila mtu ambaye thinking capacity yake iko open ndiye anayenielewa. Ana mwanga, ana nuru ya Allah ndani ya roho yake. Huyu ananielewa mimi. Kwa sababu matukio yote ambayo tunayaeleza sisi yanatoka kwenye ayati ambazo ni mutashabiha, ambazo hazina maana ya wazi. Kwa hiyo yanahitaji mtu ambaye pia Allah amembariki, amemjalia kuweza kuyaelewa. Sasa basi, sisi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia Masihi Dajjali kabla hajaja mkamuona kwa macho yenu, atakuja kwanza kama kivuli. Na Qur'ani imetaja hili. Twende katika Suratul Mursalati aya nambari 33. Allah anasema nini? Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu. Mtume anakuja anatueleza katika Sahihi Muslim hadithi nambari 2940. Anasema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakika yake yeye Masihi Dajjal atakapokuja ataishi duniani kwa kipindi cha siku 40, lakini kabla hajatokeza mkamuona, atatanguliwa kwanza na awamu 3. Siku 3 zitatangulia, ambako siku moja ni kama mwaka, siku moja ni kama mwezi, siku moja ni kama wiki. Hivi vinaelezea mchanganuo wa yale mapande matatu ya kivuli. Tunakuja sisi tunawaeleza, baada ya kutadabbur haya mambo, tunawaeleza hivi ni vipindi vitatu vya utawala kabla Masihi Dajjali hajaja. Kipindi cha siku moja kama mwaka, Masihi Dajjali akiwa kama kivuli, manake tunasema anafanya kazi, haonekani kwenye ulimwengu huu tuliopo sisi leo, kwa sababu yupo kwenye ulimwengu wake. Ndio maana Mtume anasema baada ya hizi siku 3 kupita, ataingia katika mfumo wa siku zenu, mtamuona. Ataingia kwenye ulimwengu wenu, mtamuona. Masihi Dajjali awali kabisa alifungwa kwenye kisiwa, mpaka leo pia yupo kwenye kisiwa. Atakapokuja kuonekana katika ulimwengu wetu sisi, atatokea pale Jerusalem. Ama siku moja kama mwaka tunaiita Pax Britannica, kwa maana ya kwamba alitawala, aliongoza, alikuwepo katika huu ulimwengu kufanya kazi kama kivuli, akiitumia Uingereza, ambayo tulishuhudia hiyo yafanya. Ilipelekea dunia kuingia katika vita vya kwanza vya dunia, na ikawa ndio nchi tawala dunia. Ilikuwa tawala kwa nini? Tawala kiuchumi, tawala kijeshi, kwa sababu fedha yake pound, British pound, ndiye iliyokuwa ikicontrol fedha zote duniani. Kipindi cha pili cha siku moja kama mwezi, baada ya kuwa Pax Britannica imefika tamati, Masihi Dajjali akahamia Marekani, pia katika kisiwa cha bahari. Sasa hivi ninavyozungumza hapa, anatokea katika bahari, huku duniani anafanya kazi kama kivuli.
Kipindi hichi cha siku moja kama mwezi ndio tunachokiishi leo, tunaita Pax Americana. Ndio kipindi ambacho tunaishi mimi na wewe leo. Katika hichi kipindi anawatumia Marekani kutawala dunia, ambako Marekani ndio inayotawala dunia kwa sasa. Na ndio inayotawala dunia kwa sababu gani? Inatawala dunia kiuchumi na kijeshi, ijapokuwa kijeshi inatetereka kipindi hichi cha wakati huu wa mwisho, kwa sababu muda wake wa kuendelea kusimama kama mtawala umefika tamati. Kipindi cha tatu ni cha siku moja kama wiki, ambacho ni katika kipindi cha New World Order. Kipindi hichi kinaitwa Pax Judaica, ambapo lazima aifanye Israeli iwe tawala. Ikumbukwe mojawapo ya ajenda ambazo Masihi alikuwa Masihi wa kweli ingebidi azifanye zilikuwa ni kuifanya Israeli kuwa tawala, lakini hakuweza kufanya hayo. Kwa Dajjali ambaye anakuja kujifananisha na Masihi lazima afanye hayo, lazima ifanye Israeli kuwa tawala. Kwa hiyo haya ndiyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani inatufahamisha ya kuwa Dajjali kabla hajatokea, hajaja kwetu sisi, hajatokea baina ya Syria na Iraqi, atakuja kwanza kama kivuli. Kipindi anafanya kazi kama kivuli, muumini atamtambua kwamba huyu ndiye Masihi Dajjal. Mtume anasema katika paji lake la uso kutakuwa na neno kafiri hapa. Hakuna atakayeliona hilo neno isipokuwa muumini mwenye imani. Maana yake nini? Katika wakati anafanya kazi kama kivuli, hakuna atakayeweza kumuona, hakuna atakayeweza kuona ukafiri wake isipokuwa muumini, hata kama hana elimu, hata kama hajasoma. Mtume anasema hata kama hana elimu, hajasoma, huyo muumini maadamu ana imani, basi ataweza kuona neno kafiri katika paji la uso. Haya ni maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi hichi waumini tunamtambua kwamba huyu ni Masihi Dajjal kupitia ishara hii hapa. Ishara hii inamaanisha 666, yaani 666, sita zikiwa tatu. Hii ndio ishara ambayo inamfahamisha Masihi Dajjal. Kwa hivyo umma wa Kiislamu tuamke. Tukilala sisi, wenzetu wameamka. Laleni tu, lakini wenzetu wameshaamka. Lazima tujue kulink up Qur'ani na modern civilization na ulimwengu wa sasa, ndio tutaelewa uhalisia. Kama hatuwezi kulink up Qur'ani na ulimwengu wa leo, tutaendelea kuishi ulimwengu wetu ambao tuko nao, ulimwengu ambao haufahamiki. Bora ungekuwa hata ulimwengu wa miaka 1400 iliyopita tungesema sawa, lakini haufahamiki. Hata ni ulimwengu wa wapi? Ni ulimwengu wa ujahili, ulimwengu wa ujinga. Ndivyo tunavyoweza kudescribe. Tumche Allah. Wakati ambao tumelala, wenzetu hawajalala. Mayahudi wapo katika harakati yao ya mwisho kabisa kukamilisha mission ili Masihi Dajjal aweze kuja. Miongoni mwa misheni zao ni kutanua ile taifa la Israeli liweze kuwa kubwa. Ndio maana wanapambana kuchukua Lebanoni, na sasa hivi washaifanikisha tayari. Wanapambana kuchukua Syria, Iraqi, zote zile wanapambana kuzichukua. Wanapambana pia kuchukua eneo ndani ya Irani. Nami ukiniuliza kama watashinda vita baina yao na Irani, naweza kusema hakuna sababu ninayoiona itakayopelekea wao kuto kushinda. Hakuna sababu. Kwa nini? Umma wa Kiislamu tumeshakosea tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pindi mtakapoona mataifa, kuna kipindi kitawafikia mataifa yatawazunguka nyinyi, mtapigwa, mtazunguka, mtakuwa mnagombaniwa nyinyi na mataifa. Mnajua ni kipindi gani hicho? Ni kipindi ambacho mtakuwa mmefanya bai'ul inna, mtakuwa mmefanya wahin, mtakuwa mmependa dunia na mnaogopa mauti nyinyi. Wakati huo mtakuwa mnafanya ujanja kwenye biashara ili muhalalishe riba, na mtakuwa mmekumbatia dunia, biashara na nyinyi kila kitu, mmeachana na dini ya Allah, mmeachana nayo. Ndio kipindi ambacho hamtoweza kushinda tena ever. Kipindi hicho ndio hichi cha leo ndugu zangu. Kipindi ambacho mataifa ya magharibi yakiungana na Marekani na Israeli yametuzunguka.
there is no option kushinda. Lakini habari njema ni kwamba tusikae kinyonge, kwa sababu baada ya kushinda kwao Allah atatuletea nusra kwa kumleta Imamul Mahdi kwanza, kisha atamteremsha Masihi bin Maryam. Tutakwenda kuwanyakua Waarabu na kuikomboa Jerusalem tena irejee katika mikono ya Waislamu. Naomba Allah nijalie ndio miongoni mwa jeshi hilo litakaloongoza harakati ya kwenda kuikomboa Jerusalem. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.